ni Boniface Mataba, meneja wa Charles Kisuka and Partners Gold Mine. Uzalishaji uliopo sasa kwenye mgodi wetu, wadau wameanza kujitokeza baada ya janga kubwa la maji kugubika kwenye maeneo ya uzalishaji. Wadau wamepambana kadri wawezavyo, wameweza kupunguza yale maji na sasa wameanza kuchimba kama ilivyokuwa awali. Lakini pamoja na hayo, kuna changamoto mbalimbali ambazo tumekumbana nazo, ikiwemo hii ya mvua kubwa zilizonyesha mwezi wa 12, wa kwanza, wa pili. Baada ya kupambana na maji hayo, baadhi ya wadau wakimbilia maeneo mengine ambapo ardhi ziko juu kama Nyanembe huko. Lakini baada ya kuwa mvua zimesha katika, sasa wadau wamesharudi, ndio wanapambana kurudisha maduara yao kai kwenye uzalishaji. Kutokana na changamoto ya mvua watu walikimbia, lakini sasa hivi baada ya kuboresha miundombinu kwa maelekezo ya serikali na kushirikiana na wamiliki wa leseni, unaona sasa na mvua ilivyoisha, unaona sasa watu wameanza kurejea. Wamerejea kwa kasi, uchimbaji unaendelea, uzalishaji umeanza sana, wanafukuzia maduara yao, wanayafufua, lakini kuna ambao bado wanaendelea kuyakarabati, lakini kuna wale ambao wameshaanzisha uzalishaji mdogo. Kwa kama hivyo, kama vile leo kulikuwa na mngao kidogo na mawe kule yanatoka, ni sehemu ya uzalishaji. Baada ya mngao leo tulikuwa na mngao mdogo kwa ajili ya kuwapatia wachimbaji huduma. Kwa jina naitwa Ali Maganga Matisho, ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa migodi kama 8 ndani ya area hii. Ni hakika kwamba napanga safu yangu ya ulinzi kuhakikisha kwamba makamanda wanakaa kwenye vituo vyao ili kuhakikisha kwamba hamna mizigo inayotoroshwa, na tunapanga usiku na mchana, tuko kazini. Mimi wito wangu kwa wawekezaji, na tunawakaribisha sana kwamba eneo hili liko vizuri, ulinzi uko imara, na wawe na amani kabisa, wawekeze tu kwa moyo mmoja, wakisha kwamba mali watakayozalishwa italindwa, hatimaye kupata faida ndani ya mgodi huu. Joseph Maturanya ni mchimbaji. Naona sana tuhangaika jambo la mashine za kuvutia maji na gharama kubwa. Ningekuomba sasa serikali ya Samia ituletee angalau kidogo tupate umeme, uchimbaji wetu utakuwa na tija. Ndio shida ndio tuhangaisha ni hiyo tu. Nataka umeme uje tupate nini, kazi zetu ziende rahisi angalau kidogo, maisha yasonga. Changamoto mafuta kwa jinsi kwanza, mafuta yameshapanda sasa hivi, lita moja si ni elfu ngapi? 5,000. Sasa kuweka kwenye mashine ya kuvuta maji, hizi mashine kubwa hizi, yani nanyonya mafuta kwa yani kwa siku natumia 200,000 au 50. Sasa hapo uchimbaji sasa tulikuwa tunashindwa tuchimbeje maduara yetu.